Kwanza niwapongeze wanawake wote duniani, maana hii dunia imejazwa na wanawake. Wanawake ni wazalishaji. Kwanza wametuzalisha sisi wanadamu, lakini pia ni wazalishaji kwa sababu wanawake leo hii wanahangaika, wanafanya mambo mengi, na kidogo wanaume tumeshuka kidogo, wanawake wako juu. Kwa hiyo kazi kubwa ambayo mnayo sasa wanawake ni kuhakikisha kwamba mnawatengeneza watoto ili wawe wababa wa familia, wawe wanaume wa wanawake wenzenu wanaokuja. Kwa hiyo ukienda kila mahali ukiangalia kwa tathmini, unaona watoto wa kike wanachangamka zaidi kuliko watoto wa kiume. Hata ukimchukua mtoto wa miaka 5 wa kiume na mtoto wa miaka 5 wa kike, ukiweka pamoja unakuta mtoto wa kike amechangamka zaidi kuliko wa kiume. Sijajua wapi pamekosewa, lakini kimsingi hiyo ndio hali halisi. Nadhani sasa mna jukumu kama wanawake, kiongozwa na mwanamke namba moja katika nchi yetu, Dr. Samia Suluhu Hassan, kama anavyosema yeye mwenyewe kwamba sasa kazi ya wanawake sasa iwe kuwatengeneza waume wa watoto wenu wa kike, kuwatengeneza wababa wa familia wajao. Kwa hiyo hili jukumu kwa kweli mnalo, na kwa sasa mnapoadhimisha siku kama hii ambayo kwa kweli ilikuwa ni siku ya kawaida sana huko nyuma, lakini leo inaadhimishwa katika uzito mkubwa kama huu, kama taifa sisi tunaona kama ni mafanikio makubwa, na tunadhani kwamba hamasa hii imetokana na Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye ni mwanamke anayeliongoza taifa vizuri na ameprove uwezo mkubwa. Dunia inajua, Afrika inajua, na Tanzania inajua. Kwa hiyo nawapongezeni wanawake wote, akiwepo mke wangu Mariana, nampongeza pia na yeye. Asante sana kwamba wanawake mmefanya kazi kubwa kwa dunia hii. Hongereni sana. Asante. Naona mwenzetu Mama Mariana umepongezwa. Hongera sana na asante sana pia kwa kumlea baba. Tukija katika maadili kwenye utendaji, tumeona ukikazania sana maadili ya kazi. Vijana wa sasa hivi unasema sisi wanawake tuna jukumu la kuwalea. Unaona maadili yapo kwa kiasi gani ukiangalia na vijana wa huko nyuma? Maadili ni dhana pana. Maadili ni hali ya kuzingatia uungwana, ustaarabu, na kikubwa zaidi kuzingatia sheria, kanuni na taratibu katika kuendesha mambo yetu. Katika kama dunia inahitaji watu wanaowahudumia watu wengine, na mimi kama kiongozi niliteuliwa na Mheshimiwa Rais kusimamia sekta hii ya watumishi wa umma ambao wanawahudumia watu wengine. Rai yangu kwa watumishi wa umma ni kuhakikisha kwamba wanazingatia maadili, kuwa watu ambao wanatoa huduma ambayo inakubalika na wanaohudumiwa. Lazima Watanzania wapredict huduma wanapokwenda kwenye ofisi ya umma. Isitokee kwamba mtu akienda kwenye ofisi ya umma mpaka awe anafahamiana na mtu fulani ndio ahudumiwe vizuri. Tunataka mtu akienda hospitali apate huduma hata kama hajulikani na mtu yoyote. Tunataka mtu akienda kwenye huduma yote ya kwenye sekta ya elimu, kwenye sekta ya afya, ahudumiwe vizuri, sio kwamba lazima awe anamjua mtu. Haya ndio ninayosisitiza, ndio unazungumzia maadili na utawala bora, kwa sababu bila maadili na utawala bora, rushwa ikitawala na ulevi wa madaraka ukitawala, hakika hatuwezi kuwahudumia wananchi vizuri. Kipimo chetu si ni furaha na ile huduma tunayopewa kwa wananchi. Kwa hiyo niseme tu kwamba nimekuwa nikisema hili kwa sababu ni jukumu langu kuzungumzia uadilifu na kuzingatia mifumo ya utawala na sheria, na hasa haki na usawa, ambaye ndio kauli mbiu hata ya tukio hili la leo. Kwa hiyo nawapongezeni sana wanawake, lakini kazi ya sisi watumishi wa umma ni kuwahudumia Watanzania. Asante sana Mheshimiwa Simbachawene.